Watu takribani 6 wameweza kuuawa na zaidi ya 40 wamejeruhiwa na mashambulizi ya ndege pamoja na makombora ya Urusi katika maeneo tofauti huko nchini Ukraine, ambako pia idadi hiyo ya watu ambao wamejeruhiwa na kuuawa huenda ikaongezeka, hasa kutokana na mashambulizi yaliyofanyika saa chache zilizopita huko Kharkiv nchini Ukraine, ambapo mamlaka imeeleza kuwa bado pia timu ya uokoaji inaendelea kuwaokoa watu ambao waliweza kufukiwa na vifusi vya ndege zisizo na rubani kutoka Urusi, ambako shambulizi la ndege zisizo na rubani za Urusi liliweza kusababisha watu takribani 2 kuuawa na kujeruhi wengine takribani 15 jioni ya Machi 29 huko mkoani Kharkiv. Gavana anayefahamika kama Oles Nobovi ameweza kuripoti hivyo kuhusu shambulizi hilo, ambako pia milipuko kadhaa iliweza kusikika katika jiji lote la Kharkiv huko nchini Ukraine, ambapo operation ya uokoaji inaendelea kuokoa watu walio chini ya vifusi vilivyotokana na mashambulio ya ndege zisizo na rubani za Urusi. Meya kutoka Kharkiv anayefahamika kama Ihor Terhovi ameweza kuandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram baada ya mashambulizi hayo. Terhovi kama meya wa mji huo amesema ya kwamba mgomo wa Urusi uliweza kuharibu kituo cha ununuzi, majengo kadhaa ya makazi, kituo cha matibabu na jengo la ofisi, ambako pia mioto kadhaa iliweza kuzuka katika jiji hilo. Takribani watu 10 wameweza kulazwa hospitalini wakiwemo watoto 2, Sinohobovi amesema hivyo. Mkoa wa Kharkiv ulio kaskazini mashariki mwa Ukraine pia hulengwa mara kwa mara na mashambulizi ya makombora ya Urusi, ndege zisizo na rubani na za kuteleza kutoka kwenye mpaka au maeneo yanayokaliwa na Urusi. Urusi imekuwa ikilenga miundombinu ya kiraia mara kwa mara katika mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wake kamili mnamo Februari ya mwaka 2022. Pia Urusi iliweza kufanya shambulizi jingine la ndege zisizo na rubani huko Dnipro na kusababisha watu takribani 4 kuuawa na kuwajeruhi wengine takribani 24 na kuzua moto mkubwa katika hoteli na mikahawa pamoja na makazi 11 ya watu binafsi. Gavana kutoka eneo hilo Serhiy Ryasaki alisema ya kuwa 3 kati ya waliojeruhiwa wako katika hali mbaya. Zaidi ya ndege 20 zisizo na rubani ziliweza kulenga jiji hilo, ingawa nyingi ziliangushwa na maeneo kadhaa ya juu yaliweza kuharibiwa katika mgomo huo. Hii ni kulingana na taarifa ya mamlaka, ambapo iliweza kuongeza kuwa zaidi ya wafanyakazi 150 wa dharura na vitengo 40 viliweza kutumwa kwenye tovuti ya shambulizi hilo. Dnipro, jiji la 4 kwa ukubwa huko nchini Ukraine, pia hutumika kama kitovu muhimu cha vifaa na misaada ya kibinadamu wakati wa vita vikubwa, ambako pia jiji hilo limekuwa likilengwa mara kwa mara na mashambulizi makali kutoka Moscow. Pia shambulio jingine ambalo Urusi iliweza kulifanya ni shambulizi la kombora dhidi ya mji wa Kryvyi Rih katika mkoa wa Dnipropetrovsk na kusababisha watu wasiopungua 8 kujeruhiwa. Gavana Serhiy Ryasaki aliweza kuripoti hivyo. Majengo ya juu, nyumba, shule, magari na sehemu ya kuoshea magari viliweza kuharibiwa. Gavana alisema 3 kati ya wahasiriwa wamelazwa hospitalini wakiwa na michubuko, majeraha ya vipande na kukatwa na wako katika hali ya ukali wa wastani. Naye Oleksandr Velekuli, yeye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji hilo, aliweza kuripoti shambulizi hilo majira ya saa 5:30 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine, akisema ya kuwa Moscow iliweza kurusha kombora la ballistic katika eneo hilo. Kryvyi Rih, mji alikozaliwa Volodymyr Zelensky, bado pia hulengwa mara kwa mara na mashambulizi ya makombora ya Urusi, likiwa na wakazi wapatao 660,000 na ndio jiji
la pili kwa ukubwa katika oblasti ya Dnipropetrovsk lililoko takribani kilomita 70 kaskazini magharibi mwa mstari wa mbele wa karibu zaidi. Urusi imeendelea kurusha mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kote nchini Ukraine licha ya juhudi za Marekani za kusuluhisha usitishaji mapigano na kuelekea kwenye mapatano mapana ya amani baina mwa nchi hizo, ambapo Kyiv imesema mashambulizi dhidi ya malengo ya kiraia yanaonyesha Moscow si dhati kuhusu amani. Ukraine tayari imeweza kuishutumu pia Urusi kwa kukiuka usitishaji vita wa nishati, huku mustakabali wa usitishaji vita wa Bahari Nyeusi uko shakani, kwani Moscow inahusisha na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya Magharibi. Licha ya mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, ambayo pia kwa ujumla kwa sasa au kwa muda wa kuchapishwa kwa taarifa hii ni ya kuwa watu takribani 6 wameweza kuuawa na mashambulizi hayo na wengine zaidi ya 40 wamejeruhiwa na mashambulizi hayo. Pia naye naibu waziri wa mambo ya nje Mariana Betisa alisema katika mahojiano mapana na shirika la habari la The Sun yaliyochapishwa jana ya kuwa Urusi haiwezi kuaminiwa na lazima iwajibike kwa uhalifu wake wa kivita na mauaji ya kimbali yanayoendelea huko nchini Ukraine. Washambuliaji hawafai kutulizwa, uchokozi haufai, hawawezi kuishi katika ulimwengu ambapo hali ya kutokujali inatawala juu ya utawala wa sheria, Betisa amesema hivyo. Urusi imefanya mauaji ya halaiki na Urusi inaendelea kufanya mauaji ya halaiki katika kiwango cha viwanda kila siku, kila dakika moja, Betisa alisema hivyo. Betisa pia aliweza kuikashifu Urusi kwa kufukuza watu wengi nchini Ukraine na kuongeza ya kuwa uhamishaji ulianza tangu mwaka 2014 mashariki mwa Ukraine na huko Crimea. Sasa kutokana na uvamizi huo kamili, Urusi inafukuza watoto wa Ukraine, inawateka nyara watoto wa Ukraine, inatafuta utambulisho wao, Betisa alisema, akiongeza kuwa mamlaka ya Urusi kubadilisha majina ya watoto wa Ukraine, kutoa pasipoti za Kirusi na kujaribu kikamilifu kuwatumia Kirusi. Lazima kuwe na mwitikio thabiti wa jumuiya ya kimataifa, Betisa alisema, akiongeza kuwa uhamasishaji wa watoto wa Ukraine nchini Urusi bado unaendelea, ambako alisema tangu Februari ya mwaka 2022 takribani watoto 20,000 wa Ukraine wametekwa nyara kutoka maeneo yanayokaliwa na Urusi na kuhamishiwa katika maeneo mengine yanayodhibitiwa na Urusi. Hii ni kulingana na hifadhi data ya kitaifa ya Ukraine, watoto wa vita. Serikali ya Ukraine imewarejesha watoto takribani 1247 hadi sasa kulingana na wizara ya kuunganishwa upya. Kuna kesi ambazo zimesajiliwa hivyo, Betisa alisema. Hawawezi kuamini Urusi. Urusi inadanganya na wanajua kudanganya, kwa hivyo hakuna mtu anayepaswa kudanganywa na Urusi. Betisa alisema hivyo, na hakuna anayepaswa kuamini maneno ya Urusi, matamshi ya Urusi kwa vyombo vya habari. Alisema hayo alipoulizwa ikiwa mkataba wa kusitishwa utaratibiwa. Ahadi za Urusi katika mazungumzo ya amani inapaswa kuzingatiwa na vitendo vyake, Betisa alisema, akiongeza kwamba Ukraine imekubali kusitisha mapigano kamili, lakini Urusi haijakubali bado hadi wa leo. Ukraine haitakubali kamwe maelewano ya kimaeneo, amani isiyo ya haki. Haitakubali kamwe hali ambapo wafungwa wao wa vita, watu waliozuiliwa kinyume cha sheria na watoto hawatarudishwa. Wanapaswa kurejesha wote, na watoto wanapaswa kurejeshwa bila masharti, Betisa aliweza kuhitimisha kwa kusema hivyo.